kampeni za kuichafua nchi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Njia sahihi ya kistaarabu na ya kizalendo ya kutumia ni maridhiano. Kama taifa lazima tukubali ya kwamba kuna kila haja ya kurudi, tukubaliane, tukae, turidhiane, kwa sababu tunayo Tanzania moja ya kujenga na hatuna Tanzania nyingine ya kwenda kuishi. Majadiliano ya wazi na hoja za ustahimilivu ndio vitu pekee vinaweza kutuletea amani na mustakabali wa taifa letu. Machafuko ambayo yanaweza yakatokea au yaliyokwisha tokea ni machafuko ambayo yametia doa kubwa sana kwa taifa letu. Nikiwa kama kijana ambaye naipenda nchi yangu, nikiwa kama kijana ambaye ni mzalendo, nikiwa kijana ambaye natamani kuona Tanzania ya kesho iliyobeba tumaini kubwa kwa Tanzania, ningependa kuwaasa na kuwaambia vijana wenzangu, tufahamu ya kwamba amani ya nchi yetu ndiyo tunu pekee ambayo tunayo kama Watanzania. Na sisi vijana ndio taifa la kesho. Hatuna sehemu nyingine ya kwenda kuishi zaidi ya Tanzania hii. Watanzania tukumbuke, tukiruhusu siasa za kuvuruga amani zitawale, waathirika wa kwanza tutakuwa ni sisi wenyewe, sio hao walio ughaibuni au wanasiasa ambao tayari wako na visa mkononi za kuweza kusafiri nje ya nchi. Maendeleo yatasimama, uchumi utadorora na ajira zitapotea. Hivyo gharama ya kujenga upya itabebwa na sisi wa Tanzania ambao tutabaki ndani, sio waliokimbia au ambao wako ughaibuni. Kwa miongo mingi Tanzania imekuwa imejenga heshima kubwa kimataifa kama nchi ya amani, nchi yenye umoja, nchi yenye utulivu wa kisiasa. Sifa hii haikuja kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya udhubuti wa serikali, busara za viongozi, lakini pia na uzalendo wetu sisi wananchi wa Tanzania. Tanzania imekuwa ni kimbilio la watu waliokimbia machafuko nchini kwao, machafuko ya kisiasa katika mataifa yao. Hivyo basi hatuna budi na hatupaswi kukubali kuingia katika historia hii ambayo inakwenda kuichora Tanzania katika nchi zile ambazo watu walikuwa wakikimbia wakija nchini kwetu. Kila Mtanzania, kila kijana, tuna kila sababu ya kuliona hili kama la muhimu kabla ya chochote kile. Amani ya nchi yetu, utulivu wa nchi yetu na mustakabali wa nchi yetu ndio kitu pekee ambacho kinaweza kutufanya tukaleta maendeleo kwa vijana, tukaleta maendeleo kwa wazee, tukaleta maendeleo kwa kina mama. Tuwakatae wanaohamasisha au kuunga mkono mikakati yote inayolenga kuingiza nchi kwenye machafuko, kwenye vurugu au kwenye mgawanyiko wa kisiasa, ambao hao wanapinga maslahi ya taifa na ustawi wa wananchi. Bila amani hakuna haki, bila utulivu hakuna maendeleo, lakini pia bila umoja wa kitaifa hakutakuwa na Tanzania imara. Aidha, tunawakumbusha Tanzania wote waliopo nchini na diaspora ya kuwa mitandao ya kijamii si uwanja wa kuichafua nchi yetu. Mitandao ya kijamii si uwanja wa kuipaka matope nchi yetu. Maneno, maandishi au kampeni za kuichafua nchi yetu zina athari kubwa kiuchumi, zina athari kubwa kidiplomasia, zina athari kubwa kiusalama. Uzalendo wa kweli ni kukosoa kwa hoja. Uzalendo wa kweli ni kutoa mapendekezo ya utatuzi kwa heshima na nia ya kuijenga na sio kubomoa. Aidha, ni muhimu kwa Watanzania wote wafahamu na kukubaliana kwa dhati kwamba Tanzania ni nchi huru. Tanzania ni nchi ambayo ina mamlaka kamili kwa maana ya sovereign state, na haiwezi kamwe kwa hali au kwa namna yote ile kuruhusu taasisi, mashirika au mamlaka ya kimataifa kuingilia au kuamuru masuala yake ya ndani kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria na misingi ya utamaduni au mila na desturi za Watanzania. Ushirikiano wa kimataifa ni muhimu na una nafasi yake, lakini hauwezi na hautakiwi kubadilishwa kuwa chombo cha kuingilia maamuzi ya ndani ya taifa huru. Ushirikiano wa kimataifa ni muhimu na una nafasi yake, lakini
hauwezi na hautakiwi kubadilishwa kuwa chombo cha kuingilia maamuzi ya ndani ya taifa huru. Masuala ya kisiasa, kikatiba na kiutawala ya Tanzania yataendelea kuamuliwa na Watanzania wenyewe kupitia mifumo yao halali ya kidemokrasia na kisheria kwa kuzingatia maslahi ya taifa, amani, umoja na mustakabali wa kizazi cha sasa na kijacho. Tunatoa wito kwa Watanzania wote kuendelea kuunga mkono mamlaka zote kwa lengo la utekelezaji wa mipango ya maendeleo na maslahi ya taifa letu. Serikali yote inajengwa na kusahihishwa na kuimarishwa na wananchi wake na si vitisho, bali kwa mshikamano na uwajibikaji. Tanzania yetu ni yetu sote. Amani si zawadi, bali amani ni jukumu letu. Umoja wetu ndiyo nguvu yetu. Tulinde kwa hivyo mkubwa. Na nitamalizia kutoa mfano. Sisi Tanzania tuna experience ya ambacho kilitokea Zanzibar 2001, post election violence. Lakini pia kwa wenzetu Kenya 2007 tuna experience nacho. Lakini pia sio Kenya peke yake. Yapo yanaendelea Darfur, yapo ambayo yanaendelea Kongo, yapo ambayo yalitokea Libya. Ni mifano tosha ya kuweza kujifunza kwamba tunahitaji kutengeneza nchi ya aina gani. Kama lengo ni kutengeneza nchi ambayo itakuwa ina mustakabali kwa pamoja, nchi ambayo itajali maslahi ya wote, nchi ambayo inaweza kuwa ni ya amani, nchi ambayo inaweza kuwa ni kimbilio kwa wote, ni lazima tutumie mifano ya nchi hizi ili kuweza kujua vijana, kina mama, kina baba, tunakaa katika yengo ipi ili tuweze kuijenga Tanzania yenye umoja, mshikamano na yenye usawa kwa kila mtu. Tunajua kuna changamoto za hapa na pale zipo, na wapinzani sio watu wa upande mmoja peke yao. Nimeongea mwanzoni kwamba vyama vya siasa viko vingi. Hatupaswi kuendelea kuvutwa au kupangiwa nini cha kufanya na upande mmoja, au hakuna chama cha siasa ambacho kiko legiti kuweza kutoa maamuzi ambayo yanapaswa kuunga mkono na kila mtu. Kila chama cha siasa kina uhalali wa kuweza kufanya na kuamua ambacho ni sahihi kwa mujibu wa sheria. Hakuna chama cha siasa ambacho chenyewe kikiongea kwamba chenyewe ndio kina legitimacy kubwa kuliko kingine. Vyama vyote viko sawa, na mimi naongea kama kijana wa Tanzania ambaye naongea kwa uchungu nikichukua reference ya kilichotokea nchini kwetu tarehe 29. Hakuna doa ambalo ni ngumu kwenda kufutika kama doa la tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Nchi yetu ilikuwa kinara kwenye nchi za amani. Nchi yetu ilikuwa ni kimbilio la nchi ambazo zina machafuko. Hatupaswi kuifanya Tanzania kuwa nchi ambayo inapeleka watu kwenda kukimbia nchi zingine. Tuijenge nchi yetu kwa pamoja, tuijenge nchi yetu kwa hivyo mkubwa, tukiamini ya kwamba watu ambao tuna mamlaka ya kujenga nchi ni sisi wa Tanzania na sio watu walioko nje au watu ambao tayari wako na visa na passport za kuweza kusafiria. Hatuna Tanzania mbili, tunayo Tanzania moja ya kujenga. Mungu bariki Tanzania, Mungu bariki Afrika. Asante sana. Naitwa Masud Mambo.